wagombea wengine wote kwa sababu mbalimbali wameinguliwa. Wagombea 24 wa ACT Wazalendo waliinguliwa na wasimamizi wa uchaguzi, yani hawakuteuliwa kabisa. Baada ya kuwa wamepeleka fomu, zililetwa sababu mbalimbali na wakawa hawakuteuliwa kuwa wagombea. Wale waliofanikiwa kuteuliwa 24 waliwekewa mapingamizi, na mapingamizi yale wakawa wameinguliwa kwenye kugombea. Kwa hiyo tulikuwa tumebakia na wagombea 104 tu. Wagombea wote hawa wamekata rufaa, na mwanasheria mkuu wa chama tayari amewasilisha rufaa zote Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya tume kuweza kuzishughulikia. Upande wa Zanzibar, katika majimbo 50 ambayo tuliweka wagombea 14 walienguliwa, na katika hao 14 wagombea 9 wameenguliwa kutoka majimbo 18 ya kisiwa cha Pemba. Mnafahamu Pemba kuna majimbo 18. Majimbo 9 wagombea wa ACT Wazalendo wameenguliwa mpaka sasa tunapozungumza. Ina maana ni nusu ya majimbo yote ya uchaguzi katika kisiwa cha Pemba, wagombea wetu wameenguliwa. Wagombea 5 wameenguliwa upande wa Unguja kati ya majimbo 32 yaliyopo Unguja. Kwa ujumla, upande wa bara wagombea wa ACT Wazalendo walienguliwa ni 48, na upande wa Zanzibar wagombea wa ACT Wazalendo walienguliwa ni 14. Kwa unaweza ukaona kwamba jumla ya wagombea 62 wa ACT Wazalendo wameenguliwa kutoka kwenye uchaguzi. Kwa sababu zipi ambazo ziliwaingua? Uchambuzi ambao ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama umefanya umeonyesha sababu nyingi sana. Mimi nitataja tu baadhi ya sababu. Kuna sababu kama 15 ambazo hizo ni baadhi tu ambazo zilisababisha wagombea wetu waenguliwe. Moja, kwa upande wa Zanzibar, wasimamizi wa uchaguzi waligushi wagombea wao. Ilisemekana wamewawekea mapingamizi wagombea wetu, kwamba si kweli, sababu vyama vyenyewe vilikanusha kwamba havikuweka mapingamizi kwa wagombea wa ACT Wazalendo. Vile vile kule Zanzibar kuna utaratibu kwamba kabla hujagombea kwenye nafasi ya siasa inabidi uandike barua kwa mwajiri. Sasa tumeambiwa kwamba baadhi ya wagombea wetu wameinguliwa kwa sababu hawakupata ruhusa kutoka kwa mwajiri, ingawa sisi tuna ushahidi wa barua ambazo wagombea wameandika na wamepewa ruhusa kwa ajili ya kwenda kugombea. Tatu, wasimamizi wa uchaguzi kukataa kupokea picha za wagombea, halafu kisha kusema kwamba mmeinguliwa kwa sababu hamkuwasilisha picha. Na mfano mzuri wa hili ni jimbo la Tanga mjini, ambapo mgombea wetu ameenda kuwasilisha fomu za uchaguzi, akiwa uchaguzi akakataa kuzipokea picha, licha ya kuingilia, kuongea na mkurugenzi wa uchaguzi, kuongea na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Bado msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Tanga mjini akagoma kabisa kupokea picha za mgombea, na ilipofika saa 10 akatangaza kwamba mgombea wetu hakuteuliwa kwa sababu hakuwasilisha picha. 4, wasimamizi wa uchaguzi kukataa kutoa au kupokea fomu za rufaa. Utaratibu ni kwamba ukienguliwa unakata rufaa.
lakini ili ukate rufaa unapewa fomu ya rufaa. Wasimamizi wa uchaguzi wa baadhi ya majimbo, na mfano dhahiri tulionao hapa ni jimbo la Namtumbo kwa mfano, katika mkoa wa Ruvuma wa kiserikali, mkoa wa Selous wa kichama. Mgombea wetu wakili Bonifacia Mapunda, baada ya kuwa ameinguliwa, msimamizi wa uchaguzi akakataa kumpa fomu za kukata rufaa, na kuna kesi za namna hiyo nyingi sana. Wasimamizi wa uchaguzi kutotoa sababu kwa maandishi, sababu za kutowateua wagombea. Yaani msimamizi kwenye fomu ile anaandika tu kwamba haukuteuliwa. Sababu za kutoteuliwa hazielezi, na sheria inataka lazima ueleze sababu za kutoteuliwa. 6. Wasimamizi wa uchaguzi kubuni mapingamizi nje yaliyoainishwa kwenye kanuni na maelekezo ya uchaguzi. Kwa mfano, mgombea anaambiwa kwamba hauna udhamini wa katibu mkuu wa chama, wakati sheria ya uchaguzi inataka katibu wa jimbo kwa vile vyama vyenye majimbo au katibu wa wilaya kwa vile vyama vyenye wilaya ndio kugonga muhuri na kuweza kuteua wagombea. 7. Wasimamizi wa uchaguzi kukimbia ofisi zao na hivyo kuwanyima nafasi wagombea wetu kuchukua au kurejesha fomu. Na haya yametokea katika majimbo matatu ya mkoa wa Lindi: jimbo la Mtama, jimbo la Ruangwa na jimbo la Nachingwea, ambapo wagombea wetu kila wakienda kuchukua fomu msimamizi wa uchaguzi anakuwa hayupo. Jimbo la Mtama, msimamizi wa uchaguzi amerudi masaa mawili kabla ya uteuzi, amerudi saa 8 ofisini, uteuzi mwisho saa 10. Na hata mgombea alipopata fomu ilikuwa ni vigumu sana kuweza kukamilisha taratibu zote ndani ya masaa mawili, kwa sababu ilikuwa lazima kwenda mahakama ya Lindi, kutokea Mtama kwenda mpaka Lindi, tayari yenye kwenda na kurudi ni saa nzima imesha katika, achia muda ule ambao unatakiwa kujaza fomu na kupata malipo ya mahakama, kupata muhuri wa mahakama. Kwa ni dhahiri kwamba katika majimbo ya Nachingwea, Mtama na Ruangwa wasimamizi wa uchaguzi walitumika ili kuzuia wagombea wetu kupata fomu au kurejesha fomu. 8. Wasimamizi kubadilisha maandishi ya fomu za wagombea wetu, na hii tumeona kwenye maeneo mengi kwamba umeandika jina labda Abdallah, halafu kule mbele anaongeza ai, inakuwa Abdillahi, hapo anasema wewe sio mgombea kwa sababu jina lako sio hili ambalo limethibitishwa na chama chetu. Na hiyo yako kwenye maeneo mengi sana, miongoni mwa hayo majimbo jumla ya 62 ambao wagombea wetu wameinguliwa, na tumepeleka ushahidi wote kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwenye rufaa zetu. 10. Wasimamizi wa uchaguzi kukataa baadhi ya wadhamini licha ya kwamba wamo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Na huu pia ni mchezo ambao umechezwa kwenye majimbo mengi sana, ambapo wasimamizi wa uchaguzi wanabadilisha namba, na kwenye nyingine unaona kabisa wameweka whiteout na kubadilisha namba za watu ambao wamewadhamini wagombea wetu, halafu wanaambiwa kwamba hawa hawamo kwenye daftari. Lakini ukienda kwenye mtandao wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ukiweka namba zile unawaona wamo kwenye daftari. Namba 11, sababu ya 11 ya mapingamizi na kuengua wagombea wetu: wasimamizi wa uchaguzi kukataa mihuri halali ya mahakama. Na hii imetokea kwenye baadhi ya maeneo, na mfano mzuri ni ule wa hapo awali nilioeleza wa jimbo la Namtumbo. 12, wasimamizi wa uchaguzi 13, wasimamizi wa uchaguzi kufanya maamuzi kabla ya wagombea kupewa pingamizi au kabla ya kurejesha majibu ya pingamizi. Na tumeiona mifano hii kwenye majimbo kadhaa ya Pemba, ambapo mgombea anaitwa kwenda kuchukua pingamizi, badala ya kupewa barua ya pingamizi ili akalijibu, anapewa barua ya kwamba ametenguliwa. Kwa ina maana barua za kuwatengua zilikuwa tayari zimeandaliwa kabla hata mtu hajapewa barua ya pingamizi. Na hiyo imefanyika sana katika majimbo 9 yale ya Pemba ambayo nimewaelezea hapo awali. 14, wasimamizi wa uchaguzi kupokea mapingamizi nje ya muda.
Tuna mfano mzuri sana wa Uliankuru Tabora, ambapo mpaka tarehe 1 mwezi Septemba msimamizi wa uchaguzi bado anatoa mapingamizi kwa wagombea. Yaani muda ule wa uteuzi umeshafanyika, muda wa kuweka mapingamizi umeshafanyika, hapo msimamizi wa uchaguzi baada ya siku 4 anatoa barua ya pingamizi. Na hii imefanyika kwa wagombea wengi sana vyama vya upinzani katika maeneo kadhaa hapa nchini. Na mwisho, wasimamizi wa uchaguzi kuwaingua wagombea kwa kigezo cha kushtakiwa na si kuhukumiwa na kutia hatiani kama sheria inavyosema. Kuna baadhi ya wagombea wana mashtaka mbalimbali, lakini mahakama haijamaliza muda wa kazi yake, haijahukumu watu, halafu wasimamizi hawa wameingua watu kwa visingizio hivyo. Na baadhi ya majimbo, kwa mfano Pangani, msimamizi wa uchaguzi kamwengua mgombea wetu kwa sababu eti si raia, lakini hakuna kesi yoyote mahakamani ambayo imedeclare kwamba mgombea wetu si raia, na wala idara ya uhamiaji haijawahi kumshtaki mgombea wetu kwa vyovyote vile kwamba si raia. Lakini kama si raia, mgombea huyo takiwa saa hizi wameshakamatwa na uhamiaji na kurudishwa kwa hiyo nchi wanayosema, lakini mgombea bado yupo yeyote, lakini msimamizi wa uchaguzi amemwangua kwamba si mgombea kwa sababu si raia. Sasa sisi wagombea wote wamekata rufaa, na licha ya rufaa za wagombea, chama pia kimeandika barua Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kuainisha maelezo yote haya na mifano ya majimbo ya sababu zote hizi 15 ambazo tumewaeleza hapa, na ushahidi wa kuonyesha kwamba yote ambayo yalitumika kuingua wagombea wetu hao 62 zilikuwa ni sababu ambazo hazina mashiko yoyote. Sasa baada ya maelezo haya, nini msimamo wa chama chetu? Tunarejea utu wetu wa kutaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwarejesha wagombea wetu wote Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar, wagombea wote ambao wameinguliwa kwa sababu za kibabaishaji, kwa sababu za kutungatunga, kwa sababu zisizokuwa na mashiko yoyote ya kisheria, warejeshwe mara moja na bila masharti yoyote. Hatutakubali hata mgombea wetu mmoja kuenguliwa. Tunaendelea kusisitiza, ambapo tumekuwa tukiyasema, kwamba hakuna wagombea, hakuna uchaguzi. Hata mgombea wetu mmoja akienguliwa, hapata kuwa na uchaguzi. Tunachotaka ni haki ya wagombea hawa irejeshwe, wagombea waende kuomba kura, wananchi waamue ni nani awe mbunge wao au nani awe diwani wao. Haya maelezo ambayo tumewapa hapa ni maelezo ya wabunge. Maeneo ya madiwani ni mengi zaidi. Wa madiwani wetu kwenye maeneo mbalimbali wameenguliwa. Katika jimbo langu mimi la Kigoma mjini lenye kata 19 wameingua madiwani 4, tena kwenye kata za kimkakati, kwa makusudi bila sababu yoyote za msingi. Sasa tumekata rufaa, lakini nataka kuiambia tume kwamba kama wanataka waendeshe uchaguzi vizuri bila shida, wawarudishe wagombea wetu wote bila masharti yoyote.